wetu kwa kunipatia nafasi nikaweze kusimama katika haya madhabahu siku ya leo, ndiposa nikaweze kueneza injili ya Bwana. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Naomba tumchapie Bwana Yesu makofi mazuri. Na ningependa mahali ulipo ugeukie mwenzako, mwambie panua chombo chako. Geukie tena mwambie panua chombo chako. Ni wakati wa kupanua viungo vyetu vikaweze kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio mada ya mahubiri yetu siku ya leo, ambayo inatuongoza na tukijulishwa ya kwamba kama vile tulisoma katika maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Isaia 54 verse number 2 and 3, Biblia inatufunza ya kwamba tupanue mahali pa hema, tusijizuie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli Wakristo ni vizuri tujue ya kwamba kwa mambo yote ambayo tunafanya hapa ulimwenguni ni vyema tupanue vyombo vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa pale katika biashara yako, ni vizuri ujue ya kwamba upanue nini? Chombo chako. Bwana Yesu asifiwe. Ina uwezo ya kwamba Bwana anataka kubariki hiyo biashara yako, lakini wewe mwenyewe umezifungia hizo baraka kwa kusema mimi mwenyewe sina chombo chingine cha kupokea nini? Baraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ina uwezekano hata katika boma yako ama katika ile kazi ambayo wewe unayoifanya, Mungu anahitaji kuja kubariki hiyo biashara, anataka kuja kubariki hiyo familia yako, anataka kukuinua katika kiwango kingine, lakini Bwana anasema siku ya leo ni vyema tujitayarishe. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema tutayarishe vyombo vyetu siku hii ya leo, ndiposa tukaweze kupokea kwa wingi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anatamani kutubariki na kututumia kwa kiwango kikubwa zaidi. Na kiwango kigani? Hata hivyo, ili kupokea zaidi kutoka kwake ni vyema, ni lazima tupanue chombo chetu, yani imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema upanue hiyo imani yako ambayo wewe uko nayo. Ina uwezekano ni nyembamba sana, lakini Mungu anaomba ya kwamba wewe ukaweze kupanua hiyo imani ambayo uko nayo katika familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa ukaweze kupokea amani kwa wingi. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Pia Bwana anatukumbusha siku ya leo tukaweze kupanua pia maono. Watu wengi hapa tuko na maono tofauti tofauti ambayo tunaona hapo mbele yakaweze kutusaidia sisi kama Wakristo. Hayo maono uko nayo, Bwana anataka ukaweze kuyapanua. Amen. Ukaweze kupanua hayo maono, ndiposa Mungu naye haje kwa njia ya nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na pia kwa tabia zetu wa Kristo tukaweze kuzipanua kwa mambo ambayo tunayatenda katika vijiji ama katika mahali ambapo tunafanya kazi. Mungu anatuomba siku ya leo tukaweze kupanua hizo tabia zetu zikaweze kuwa za baraka kwa wengine ambao wako karibu na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi sisi wenyewe wa Kristo hatuko tayari, hatujajitayarisha ya kutosha wakati Mungu anataka kutubariki. Tunasema ya kwamba hatuko tayari, lakini Bwana anataka tujitayarishe siku ya leo na tutayarishe vyombo vyetu vikawe tayari, maana analeta baraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ambavyo maandiko yanasema katika kitabu cha Isaya ya kwamba Mungu anamwambia mtu wake asibaki katika kiwango alichozoea. Ambia mwenzako usibaki katika hicho kiwango ulichokizoea. Tuna viwango ambavyo sisi wenyewe wa Kristo tumevizoea. Si ni kweli? Sisi tunajua ya kwamba mwisho wa mwezi lazima mimi nilipwe 20,000 peke yake. Lakini Mungu anatamani kuja kubariki
hiyo kazi yako ukaweze kuongezewa na hata mshahara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sababu wewe hujapanua imani yako, hiyo mshahara ambao unapokea katika mwisho wa mwezi haiwezi kaongezeka roho, maana imani yako haijapanuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusikae katika hivyo viwango ambavyo sisi wenyewe tumevizoea. Praise the name of the living God. Tukae tumepanua imani yetu ya kwamba Mungu anaweza kuja na kubariki, anitoe katika kiwango hiki, aniinue katika kiwango kingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Bwana anatuita kupanua maono, kuondoa hofu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Anataka tutayarishe hayo maono yetu, ndiposa aje abariki hizo biashara zetu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Tujiandae kwa ongezeko ambalo Mungu anataka kuleta katika maisha yetu. Linaweza kuwa ni ongezeko la baraka katika familia yako. Wakati mwingine pia wazazi pia wakiwa wanakaa pale nyumbani wanasema ya kwamba hatutaki ongezeko lingine la mtoto, au tu huyo mtoto analeta baraka gani, na unafungia kabisa, hautaki mtoto mwingine. Lakini Bwana anataka kukubariki zaidi kupitia mtoto mwingine. Amen. Lakini wewe unatembea pale kwa daktari unamwambia mimi nimetosha, mimi hapo nimefikisha wapi? Mwisho. Shetani ashindwe. Tusifungie baraka ambazo Bwana anazileta katika boma zetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo umeajiriwa, kazi zinaongezewa, lakini wewe unaanza kulalamika kwa mwajiri wako, unamwambia hiyo kazi ni nyingi sana. Anakuambia basi kama kazi imekuwa nyingi, wewe fanya nini? Nenda nyumbani, tutafute wale wako tayari kufanya nini? Kufanya kazi. Shetani ashindwe. Tujifunze kujitayarisha katika ongezeko ambalo Bwana analeta katika maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tulikuwa tunasoma maandiko matakatifu katika Wafalme wa Pili 4 mstari wa 1 hadi wa 7, tunajulishwa historia ya mjane na mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Elisha alimwagiza mjane akusanye vyombo vingi tupu. Haleluya. Ambia mwenzako kusanya vyombo vingi. Yes, ni vizuri tukusanye vyombo vingi katika maisha yetu. Hatuwezi elewa njia ambayo Mungu atapitia. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana hata ukiwa katika hiyo safari ambayo unaenda kesho, hapo ndipo Mungu ataleta baraka. Haleluya. Kwa hivyo jitayarishe na vyombo vingi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mafuta tunaambiwa ya kwamba yaliendelea kumiminika hadi vyombo vyote vikafanya nini? Vikajaa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wangependa vyombo vyao vikaweze kujaa baraka katika maisha yao? Tumchapieni Bwana Yesu makofi. Huu ni muujiza ambao haukukoma kwa sababu mafuta yaliisha, bali kwa sababu hakukuwa na vyombo vya kufanya nini? Vya kuwekwa baraka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatarajia kuja kubariki boma yako. Anatarajia kuja kubariki watoto wako. Anatarajia kuja kubariki kazi yako. Lakini wewe unasema ya kwamba vyombo vimefanya nini? Vimetosha. Na ukisema ya kwamba vyombo vimetosha, yeye atafanya nini? Atafunga nini? Baraka. Kweli au si kweli? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kadri unavyojiandaa na kupanua chombo chako kwa imani na utiifu, ndivyo Mungu anavyoongeza baraka zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiwa wewe Mkristo, ni vyema ujitayarishe na ukuwe Mkristo ambaye ni wa kutii maandiko ya Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuliposoma kitabu cha Luka 5:4 hadi mstari wa 7, Biblia inatufunza ya kwamba huu ni wakati ambao
watu walikuwa wanavua samaki baharini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya siku nzima bila kupata chochote, ambia mwenzako bila kupata chochote. Wakati mwingine tunafungua biashara zetu, tunarudi vile ambavyo tulifanya nini? Tulienda. Wakati mwingine tunaombea watoto wetu waende wakasome, wanarudi vile ambavyo walienda. Shetani ashindwe. Wakati mwingine tuna maono ya kufungua biashara, hakuna hiyo capital ya kuanzisha hiyo biashara. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Hapo ndipo Yesu alimwagiza Petro apeleke nyavu wapi? Kilindini. Ambia wenzao kilindini. Akashuze hiyo nyavu yake kilindini. Bwana Yesu asifiwe. Na walipotii walipata samaki wengi kiasi kwamba walihitaji mashua nyingine ya kufanya nini? Ya kuwasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo na ambavyo Bwana akileta baraka katika maisha yako, utaenda ama utaenenda kuita majirani zako wakusaidia nini? Kubeba hizo baraka. Tumchapieni Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na maadui ambao wanapigana na vitu ambavyo tunavileta katika boma zetu. Tuko na maadui ambao wanapigana na biashara zetu. Hao ndio na ambao wanafanya tukose kitu cha kupeleka nyumbani. Lakini tukitii sheria za Mungu, atahakikisha ya kwamba sisi wote tumebarikiwa. Kanisa amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo utii kwa sauti ya Bwana ni kitu cha maana. Ambia mwenzako kutii ni kitu cha maana. Inawezekana ya kwamba wewe ulikata tamaa. Ulikata tamaa ya kwamba hii boma yako haiwezi simama tena. Una uhakika ya kwamba itasimama tena. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ulikata tamaa ya kwamba hata hiyo biashara yako haiwezi nawili tena. Nataka kukutangazia ya kwamba ukitii hiyo sauti ya Bwana itanawili tena katika jina la Yesu. Kanisa amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika utii ndani ya Yesu yote yanawezekana. Amen. Yaweza kuwa ni magonjwa yamenemea katika boma yako. Yanaweza kuwa ni maadui wamekuzingira, usiwe na hofu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anaweza kuwaondoa katika macho yako. Bwana Yesu asifiwe. Usijipiganie wewe mwenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo kazi Yesu alipoianza katika maisha yako, ako na uhakika ya kwamba ataikamilisha. Kanisa amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kusimama na miguu yetu. Ningeomba tukifumba macho yetu mbele za Mungu, tukumbuke kumwambia ya kwamba ni asante kwa kutujulisha ya kwamba tunafaa kupanua vyombo vyetu. Tuwe na vyombo vingi vya kutosha kuhakikisha ya kwamba baraka zinatosha katika familia zetu. Ningeomba ufungue kinywa chako na mwambie Mungu ni asante kwa neema ambayo amekukirimia katika maisha yako, katika biashara yako. Umefika mahali umefika wakati kama huu sio kawaida.
ni kwa uwezo wa Mungu. Fungua tu kinywa chako na mwambie Mungu, ni asante kwa kunijulisha ya kwamba ninafaa kupanua vyombo vya kupokea baraka katika maisha yako. Mwambie Mungu, ni asante kupitia imani yako umevipanua, kupitia kwa maombi yako unavipanua katika huu, na kupitia kwa maono yako na utayari wako Mungu atajidhihirisha kwa njia moja ama ile nyingine. Una vita ambavyo wewe unajipigania, mwachie huyu Yesu akupiganie peke yake. Mwachie huyu Yesu peke yake alinde watoto wako, alinde biashara yako, alinde uongozi wako, mahali unapofanya kazi. Maadui ni wengi, lakini Bwana nakujulisha siku ya leo umtegemee peke yake. Ndiye sehemu yako katika maisha yako. Tunasema ni asante Bwana, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Bwana, panua mahali tutapokea baraka nyingi. Hatutaki kujizuia hizi baraka Bwana. Tunaweza kuwa tunajizuia kwa midomo yetu, tunaweza kuwa tunajizuia kwa mikono yetu, tunaweza kuwa tunajizuia Bwana kupokea hizi baraka kwa maarifa ambayo Bwana tuko nayo. Lakini siku ya leo Bwana, tunaomba ya kwamba ukajidhihirishe na ukaonekane katika maisha yetu. Tunasema ni asante Mungu wetu.